kufundisha na uko kanisani. Na nikiona watu hao ndio ndio kwenda Saturday. Sasa tuwatinda hamu ale. Tukemudhikiriria. Tuingeira modido. Uko hiyo ni imani ya kukuonyesha hata smart unaweza kuwa umeweka akiba. Unakula ukiwa umepumzika. Yaani upumzike. Siku ya 7 pumzika. Siku ya 7 unakula kila umeokota ama kila hujaokota. Uliokota lini? Sasa ufanya nini? Si you continue lasting. Si uendelee na kupumzika. Kama ya ile nilitafuta jana inaweza nipe. Si niendelee. Haleluya. Mungu akapumzika siku ya 7. Kwa hivyo alikusanya chochote kile atakula miaka yote hizo siku 6. Bwana asifiwe. Amen. Na inaweza ndio ndio mbona tukaneli kingine kuelile ndio ndo mezidi makuma kwa hiyo bora. Bwana asifiwe. Amen. Mawazo yako inapumzika. Nitakula nini, nitakunywa nini? Wewe toka enda kazi. Kila kitu kimetayarishwa. Kila kitu kimetayarishwa. Kile kitu wewe handeliye kinya kile ukali ya mwisho. No njira yako ukigokegea ndio bora kwenda. Njia ya kwenda kukipokea na kwenda kujua uko wapi ndio inakulangisha. Kati yote ni kwa uwezo wa Bwana. Naomba tuweze kufungua katika kitabu ya Romans 6. Katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Wachekesha sisi ni akina nani? Na ndio imefanya tukaweza kusoma nikaweza kuonyesha kitu moja ya kwamba katika ule mstari, wacha ni usome, najua nimechoka, hiyo 6 Romans 6:4 inatuambia kwamba therefore we are buried with him by baptism into death. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio tuweze kufika katika hiyo nafasi na tujue ya kupenda wenzetu na kuwa hatuna vita, hatuna ugomvi, tunawapenda watu wote. Ni kwa sababu Bwana asifiwe, tulikufa pamoja na Kristo katika ubatizo. Tulikufa pamoja na Kristo katika ubatizo. Ubatizo ni mgani? Kwa sababu wakati mwingi tunasema mambo ya ubatizo, watu walionyeshwa na kufundishwa ubatizo wa maji. Lakini kuna kitu kimoja nataka uweze kuelewa siku ya leo, ni ya kwamba Kristo Yesu hakuna mtu hata mmoja alibatiza. Bwana asifiwe. Na ule ubatizo tunanena juu yake wa maji ilikuwa sebo, ni kiburi. Ni kiburi tu, ni kitu imeletwa ikilinganishwa na ile kazi Yesu Kristo atakuja kufanya. Na wakati ule Kristo Yesu alikuja, alifanya hiyo kazi. Na ndio mtumishi wa Bwana alitukumbusha. Na tulisoma on Sunday. Tukaona ya kwamba John alisema ya kwamba ati mimi nambatiza na maji ya mto wa Yordani, si ndio? Lakini yeye atakaye kuja nyumba atafanya nini? Atambatisha na roho na moto. Haleluya.
na Holy Ghost. Kwa hivyo wakati tumeshaingia ndani ya Kristo Yesu, sisi hatuhitaji maji. Maji ilikuwa ya watu wale walikuwa hawajaingia ndani ya Kristo. Maji ilikuwa ya watu wale walikuwa hawajatambua njia ya Kristo. Ndio walikuwa wanaingizwa katika maji, ndio waambiwe ya kwamba umezikwa. Hata umefanya nini? Ndio kuzikwa kutoka juu mpaka chini ya maji. Hiyo ndio kufa pamoja na Kristo. Hiyo ndio vile mtu anawekwa na huko chini ya shimo, alafu mchanga unawekelewa. Mchanga ni kama alama ya maji. Wanasifiwa. Mchanga ni kama alama ya maji. Tuko pamoja? Yaani kama vile sasa wakati umetumbukishwa katika maji, si unafundishwa na ile maji mpaka juu. Naye mtu akizikwa katika mchangani, si anafunikwa na mchanga hata haonekani. Si ndio tu inafanyika? Anaachwa na huko, si ndio? Sasa kukufa pamoja na Kristo, mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Haleluya! Wewe kuna mahali utakufa. Kuna mahali utakufa. Sisi leo tunajua na tunaambiwa alikufa msalabani. Bwana asifiwe. Na tukaambiwa tuamini hivyo. Alafu tukaambiwa aminini kulingana na vile alivyokufa, nyinyi mlikufa pamoja naye. Na kama vile alifufuliwa, hata nyinyi mmefufuliwa, kwa sababu tumeongea juu ya kazi imekwisha. Kazi ile tumekalia imekwisha. Kwa hivyo alikufa. Miaka 2000 imepita. Kama mtoto, lakini kumbuka ulikuwa wake. Ulikuwa wake. Gani? Kaiwe molea. Ulikuwa wake. Au kuwa wake? Alikufanya kuwa wake. Alikufanya kuwa wake. Wewe ulikuwa mama yako na baba yako. Kama vile huyu mtu anaitwa Kaini alikuwa wa baba yake. Bwana asifiwe. Alafu Adamu akazaa mtoto mwingine, akasema nimezaa mtoto kwa mfano wangu. Alikuwa anaitwaje? Acha Kaini na Abel. Ile kijana mwingine Seth. Katika Genesis I think 5 kitu kama hiyo ama 6. Ati nimezaa mtoto kwa mfano wangu. Kwa hivyo sisi wote tumezaliwa kwa mfano wa nani? Tulizaliwa kwa mfano wa baba yetu na mama yetu. Sisi tulifanana na wazazi wale walituzaa. Bali baada ya kwa kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, Yesu Kristo kutufia, hapo ndipo tulifanana na baba. Bwana asifiwe. Tulikuwa sio wake na tulikuwa hatufanani na yeye. Tulikuwa tunafanana na wazazi. Wewe nani kibile za Mungu ndio kuokoka kwa Mungu. Tutiana na tutiale yake. Mwana ni anakosha. Amen. Hiyo tutiale yake. Tuhana na Seth. Tulikuwa kama Seth. Wale walizaliwa kwa mfano wa baba na mama. Kwa mfano wa baba. Lakini tulikuja kubadilishwa tukafanyika kuwa wa mfano wake. Wakati tulifanya nini? Tulibatizwa. Wakati tulibatizwa katika Roho. Tuko pamoja watu wa Mungu? Adam angefanana na Mungu kama Adam angekubali kufanya nini? Kama Adam angekula tunda la uzima, achane na tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kwa nini hakufanana na Mungu? Kwa sababu alikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Akakosa kufanana na baba tena.
Sasa ile mgai akakosa kufanana na Mungu. Na Mungu alikuwa anataka akule tunda la uzima ndio afanane na yeye kiroho, kikamilifu katika undani. Lakini wakati ule alikataa kukula, akakula tunda la ujuzi la mema na mabaya, akafanana na baba yake Ibilisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati alipofanana na baba yake Ibilisi, akatolewa katika shamba. Kutolewa katika shamba ni kusema nini? Kwa akawa na separation. Wakati ile separation ilipoingia, sasa Mungu na Adam hawangetangamana wala hangesikia sauti ya Bwana, kwa sababu sikio lake la rohoni lilivumbwa na sauti ya nani? Ya baba yake Ibilisi. Bwana asifiwe. Wakati nasi tuko hapa ndani ya nyumba la Bwana na hatutaki kuamini neno la Bwana, sikio letu la ndani linakuanga limevumbwa na ujeuri wote wa shetani. Tuko pamoja? Limevumbwa na ujeuri wote wa shetani. Tukienda kusema neno lolote lile tukilisoma, wewe nawe uko katika nafasi yako, katika hali zako za kukanusa, kukataa, kupinga, na umesulubishwa pamoja na nani? Yesu akisulubishwa, nimesulubishwa pamoja. Kwa hivyo kila Yesu alikuwa anaua, anaharibu katika maisha yake, ameniharibu kwangu. Nini alikuwa anaondoa? Utu wa juu, mwili huu mwili alikuja ulimwenguni akauchukua. Si aliuchukua mwili wa mwanadamu? Na si huo mwili ndio alienda akagomelea msalabani? Na baada yake kukaa katika kaburi siku 3, hizo siku 3 alikaa kaburini. Haleluya. Alifufuka na ule mwili? Hapana, hakufufuka na huo mwili. Alifufuka na mwili mwingine hauonekani. Na wewe wakati umekubali kukufa pamoja naye na ukaamini ya kwamba nimefufuka pamoja naye, wewe sasa unatokea katika mwili mwingine. Nini kinafanya nihubiri kwa imani? Nikiwa na ujasiri ya kwamba hivyo ndivyo ilifanyika, kwa sababu situmii huu mwili sasa nimeufanya kuwa chombo kile kitafanya wewe uweze kufikiwa na Injili. Haleluya. Hii nyumba tu ya kutumika. Kwa hivyo hii nyumba haina kazi nyingine. Mwili wako ndio leroke. Tiga gotwara. Mwili ndio uko na miguu ya kutembea ndio nikuje kwako. Mwili ndio uko na masikio ya kusikia. Haleluya. Sauti ya Bwana. Mwili ndio uko na mdomo wa kukunenea ndio uweze. Kwa hivyo mwili wangu wote ni chombo. Ni chombo cha kazi ya Bwana. Haleluya. Amen. Nikiwa siko, haiwezekani iweze kukusanyika mahali hapa. Ukiwa hauko, ukiwa hauna huo mwili unaona huo, hawezi kuja hapa. Haleluya. Kwa sababu mtu yeyote ametoka katika mwili hana faida tena. Mtu yeyote ametoka katika mwili ule mwingine akona mwangamio baada ya kifo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa watu wawili nani atafurahia? Nani muoliji? Nima mukagige atwanale. Ndio kile kwa gile ya doko. Mundu yaani wakati umepokea hiyo neema ya Kristo, Bwana asifiwe, mawazo yako yote inakuanga safi. Ni kwa nini? Kwa sababu ya Ephesians. Tumefanywa kuwa safi. Sio sisi tulijifanya kuwa safi, alitufanya kuwa safi. Condemnation yeye aliondoa ndani ya mawazo yetu. Katika kitabu ya Ephesians 1 alitufanya. Yeye ndiye ametufanya. Sio sisi tulijifanya. Haleluya. Wakati ule sasa tulitoka katika mwili wa dhambi,
tumeingia katika pendo lake. Umeelewa? Sababu wakati wote dhambi umesamehewa dhambi, umeingia katika pendo. Na wakati ule haujaingia katika pendo, uko ndani ya dhambi. Uko ndani ya dhambi na uko nje ya mapenzi ya Mungu. Hata kama unafurahi wakifurahi, hata kama unakula wakikula, hata haungojeki lakini wao wanangojeka. Ya usifurahi kwa sababu mimi sipajekangi. Mimi sikosangi fedha. Mungu hapimwi na haya yote. Na kuna wakati Mungu atapimwa na kitu inaitwa material things. Hata huyo ameokoka awe anangojeka, hata ako na ukimwi ama ako na kansa ama awe na ugonjwa gani, na kuambia akiwa ameoshwa hata kama ako na ugonjwa. Haleluya. Ugonjwa hauwezi niondoa katika mapenzi ya Bwana hata kama ni ukimwi. Kwa nini nimesema ukimwi? Kwa sababu ukimwi tunanunua kwa hoteli. Si ndio? Ukimwi tunang'oa kwa saba, tukikula chakula vibaya tunapata ukimwi. Tumeamini hatujaamini? Kwa sababu tulikufa na tukafufuka pamoja naye. Sasa tuko pamoja naye. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Haleluya. Hata kuishi tutaishi pamoja naye. Tu pamoja naye na tutaishi pamoja naye. Namba 9. Knowing that Christ being raised from the dead died not more. Death has no more dominion over him. Bwana asifiwe. Ati tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu, hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kifo ya Yesu ilikuwa tu moja, ile ya miaka 2000 imepita. Hakuna wakati mwingine tutaita Yesu akuje atufie. Hakuna wakati mwingine tutaita Yesu akuje atusamehe dhambi. Hakuna wakati mwingine tutamulilia Yesu ya kwamba ate kuna wakati Yesu atakuja ndio akuondoe mahali. Ate kuna wakati mtakatifu, haki yako iko ndani yangu, uwezo wako uko ndani yangu, utukufu wako uko ndani yangu. Mimi ni kama mimi tunafanana, vile ulivyo ndivyo mimi nilivyo. Vile unawaza ndio vile ninawaza. Vile unatenda ndio vile ninatenda. Unajitia nguvu, usiogope. Yaani hakasiriki ati kwa sababu unajishikanisha naye. Hata anafurahi wakati ule unajishikanisha pamoja naye. Na wakati unamwambia vile Bwana unasema hivyo ndivyo na mimi ninasema. Vile unafanya ndio. Ukijua tu haufanyi, lakini wanataka ufanye hivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Anataka umuige, anataka mfanane. Hebu fungua mdomo wako kwa dakika moja. Bwana asante kwa sababu ya hiyo kibali sana ametupatia jioni ya leo. Bwana wetu wastahili Bwana mtakatifu, divine totalibazi tena Bwana. Desire my Lord Jesus, Lord, ya biali tena Bwana, Jehova Mungu mashtani tena tarabaganyo. Alisunti libere tena Bwana, Jehova Mungu tena mase tena tarabagani. Charity tena Bwana, Jehova Mungu mikotani tena mtorogo tarabagozani. Wastahili Bwana mfalme wetu, wastahili Bwana Jehova jie katika utukufu wako. Wewe ni mwenye neema na rehema Bwana, Jehova jie kwa wingi wa utukufu wako Bwana. Tumejua ya kwamba Bwana mfalme wa ajabu, wewe ndiye njia, wewe ndiye mfalme, ni pale tena kwa mahali umetutoa Bwana Jehova jie kwa mambo